Tunaendelea na somo letu linalosema kuwatambua manabii wa uongo. Kama tulivyosoma katika somo la kwanza na la pili, Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 11, na manabii wengi wa uongo watatokea duniani na kudanganya wengi. Tumejifunza hivyo ndivyo Yesu alivyosema, na tunatafuta namna ya kumtambua nabii wa uongo. Leo tunaangalia kipengele cha tatu kinachosema nabii wa uongo anauza karama za Mungu kwa fedha. Anauza karama za Mungu kwa fedha. Ukiona mtu yeyote anadai fedha kwa ajili ya karama za Mungu, labda uponyaji, labda kupata baraka, labda kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya giza au kutolewa mapepo na nini, huyo ni nabii wa uongo. Nataka nikuhakikishie huyo ni nabii wa uongo kutokana na maandiko. Hebu tuangalie maandiko yatusaidie. Tunataka kuangalia katika Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 15 na 16 kwamba kulikuwepo na jemedari wa jeshi ambaye alikuja ili aponywe na nabii wa Mungu anayeitwa Elisha. Biblia inasema yule mtu alikuwa anaitwa Naamani. Alikuwa na ukoma na akaja kwa Elisha. Elisha alimwagiza kwamba akajichovye katika mto Yordani mara 7. Ni kweli yule jemedari wa jeshi ambaye anaitwa Naamani alikuwa anakataa kwa sababu ya maji ya Yordani siku zote huwa ni meusi, ni maji yamekaa kama na tope, hata ukienda sasa utaona. Kwa hiyo alikuwa na sababu ya msingi kwamba hawezi kufanya hivyo. Alitamani sana Elisha amuombee kwa kumwekea mikono. Lakini Elisha alitoa maelekezo kwamba akajichovye mara 7 katika mto Yordani. Kwa hiyo Naamani hakutaka kufanya hivyo. Alitamani awekewe mikono. Biblia inasema wazi kwamba baada ya hapo watumishi wake walimsii yule mtu kwamba kama angekuomba kitu kikubwa si ungefanya? Kwa nini usijichovye tu mara 7? Na ni kweli alipojichovya mara 7 akapokea uponyaji wake. Na kwa sababu amepokea uponyaji, alichokifanya alikuwa amekuja na zawadi. Ameleta fedha, labda dhahabu na vitu mbalimbali kama njia ya kununua muujiza wake wa uponyaji, kama njia ya kumshawishi mtu wa Mungu. Biblia inasema yule mtu akarudi, akamrudia yule mtu wa Mungu baada ya kuponywa, yule Naamani, yeye na mafuatano yake yote, watu waliokuwa wameongozana nao. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini Elisha, sasa mtumishi wa Mungu, akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Sasa ukimwona mtu yeyote anauza maji kwa fedha, ati ni maji ya baraka. Kama ni maji ya baraka, ina maana Biblia inasema kwamba mmepewa bure, toweni bure. Kama watu wamepewa karama na Mungu za kuponya watu, za kufanya miujiza, Mungu anataka wafanye bure. Ni wapi Yesu alipokea hela yoyote kwa sababu ya kufanya miujiza? Ni wapi wakina Petro walipokea fedha kwa ajili ya kufanya miujiza? Kwa hiyo Mungu ametupa hizo karama za kuwaponya watu, kuwafungua watu kutoka kwenye nguvu za giza, kuwabarikia watu wapate mahitaji, fedha na vitu mbalimbali. Lakini hakuna mahali Biblia inasema kwamba tupewe fedha. Na ukiona mtu yeyote anauza maji, anauza chumvi, anauza vitambaa, ni nabii wa uongo. Leo nakuhakikishia huyo ni nabii wa uongo. Hana andiko atakalolitumia. Hata Elisha aliyefanya miujiza mikubwa ya kusababisha maji yaliyokuwa yanazaa mapooza, alipoyaombea akaweka chumvi kwenye yale maji baada ya kupata maelekezo kutoka kwa Mungu, hakuomba chochote kwa watu. Hakuomba chochote kwa watu. Watu wote waliofanya miujiza katika Biblia hawakuomba wapewe kitu chochote. Ukiona mtu yeyote anaomba fedha, anauza maji, anaomba apewe fedha, bahasha kama kiingilio, huyo ni nabii wa uongo. Na kuhakikishia huyo ni nabii wa uongo, wala sio mtumishi wa Mungu. Nasikiliza, usifikiri kufanya miujiza ndio Yesu anasema wengi watafanya miujiza, na siku hiyo watasema tulifanya miujiza kwa jina lako.
kinachotumika pale ni jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu ya kufanya miujiza. Kwa hiyo mtu anaweza kutumia jina la Yesu kujinufaisha mwenyewe. Kwa hiyo mtu yeyote anayetumia jina la Yesu kufanya miujiza alafu akaanza kuchukua fedha, umtambue leo huyo mtu ni nabii wa uongo. Sikiliza Matendo sura ile ya 8 mstari wa 18 hadi 20, inasema maneno haya ya ajabu kwamba kulikuwa na mtu huyu anayeitwa Simoni. Alikuwa ni mchawi, na alipookoka wakati wakina Filipo wanahubiri, akaona vitu vya ajabu. Akaona wanaombea watu, wanapokea vipawa vya Roho Mtakatifu, wanajazwa Roho Mtakatifu. Anasema hapa ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Wale kina Filipo wanaombea watu, alafu watu wanapokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha. Akisema, nipeni na mimi uwezo huo, ili kila mtu nitakayemweka mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali. Sikiliza, manabii wa kweli wa Mungu ambao sio manabii wa uongo. Asema pesa yako ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Unaona, karama ya Mungu inapatikana kwa mali. Hivi vitu huwa haviuzwi. Kama ni karama ya Mungu huwa haiuzwi. Ukiona inauzwa na yeyote anayeuza, huyo ni nabii wa uongo anayetumia jina la Yesu kujinufaisha. Kwa hiyo nataka nikaze na niweke mkazo wangu leo na kufundisha somo hili likusaidie jinsi ya kutambua manabii wa uongo. Yeyote anayeuza vitu vya kimungu, kwamba uponyaji kwa kutumia mafuta alafu anauza, kama atafanya bure, huyo inawezekana kabisa ni mtumishi wa Mungu. Lakini akiuza tu ni nabii wa uongo. Akiuza chochote, kwa sababu sijakataa anaweza kupewa sadaka baada ya kufanya hizo shughuli zote, lakini anayeuza maji, anayeuza mafuta, anayeuza udongo, anayeuza vitambaa au keki za upako ni nabii wa uongo. Ni nabii wa uongo. Miujiza isikuleweshe, miujiza isikudanganye. Kwa maana nitakusomea andiko lingine linasema huko mbeleni kwamba kuwatambua manabii wa uongo, kwamba watafanya Yesu alisema watafanya ishara na maajabu. Kwa hiyo kufanya ishara na maajabu sio kigezo kwamba huyo mtu ni mtumishi wa Mungu. Sio kigezo kwamba huyo ni nabii wa Mungu. Inawezekana akafanya ishara na miujiza na maajabu, lakini huyo ni nabii wa uongo, kwa sababu hiyo ishara na maajabu vitawadanganya wengi na kupoteza wengi. Watu wengi wanafuata miujiza, lakini miujiza hiyo sio kwamba imetoka kwa Mungu, sio kwamba ndio kigezo kwamba huyo mtu ni mtu wa Mungu, isipokuwa ni nabii wa uongo. Neno litaendelea.